Imefika wakati uweze kusimama mbele za Mungu na kusema dhambi yako, ili Mungu aweze kukufungua katika uhalisia, uweze kutembea na Mungu katika maisha yako. Kinyume na hapo utakutana na usiseme nakumbuka kama ninavyokumbuka kama ninavyokumbuka. Unatakiwa ujue, kwa sababu wewe ndio wewe. Maisha ni ya kwako. Hakuna mtu anayejua maisha yako isipokuwa wewe mwenyewe. Kwa hakuna mtu anaweza kukusemea isipokuwa ni wewe. Na kama umesahau kitu, natakiwa wewe urudi kwake yeye Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu ya kukumbuka. Lakini unafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kutembea. Kanisa limefika mahali lazima uhalisia wa kanisa uweze kutembea wake. Kipindi ambacho ni cha mzaa na mchezo kwenye kanisa, Mungu anakifunga. Anakifunga kwa sababu nyinyi mpinga Kristo anafunuliwa, ameshafunuliwa. Kanisa bado mnafanya mzaa. Ili mfanye ili iwe nini? Ili iwe nini? Mwenye kanisa anataka watu wake. Kwa hiyo kama unakataa kwa hiari yako kujipeleka kwake, atakulazimisha. Paulo alipewa muda. Wakati ulipokuwa unakatika, ilibidi Bwana amfuate huko huko anapokwenda, akutane naye njiani. Sasa Bwana atakuwa anakutana na watu njiani kwenye mambo yao, atakutana na nyinyi, atakutana na mimi. Kwa hiyo ni afadhali mimi nikubali kusarenda kwake mapema, nitembee katika utukufu wake. Anauliza ni nani anayeweza? Unajua tukisema hivyo tunamaanisha kwamba mnaweza mkakaa ndani ya kanisa. Sijaita mtu agent hapa, mimi nafundisha. Mnaweza mkakaa ndani ya kanisa mkaabudu na wakala wa shetani na msijue kama mimi. Lakini huu ndio mchezo. Na wakiwepo ndani ya kanisa, wakazi moja tu, wao ni mlango, na wao ni nyumba, na wao ni ofisi. Napofika saa kuja kwenye ibada, mapepo yanaingia na kaa ndani yao. Yale yanayokuja kutaka kufanya kazi kwenye nyumba hiyo ya ibada, wakifika hapa, yani sio hapa ndani ya kanisa msema. Nazungumza habari ya kanisa, nazungumza habari ya hapa. Fika ndani ya kanisa, wale watu wanaoachia wale wao wajui ni farasi amepandwa, na yeye hajui kama amepandwa. Kwa hiyo wale watu wale mapepo sasa washaingizwa, walitafuta kuingizwa. Na ndio wao naosema kwamba unakuta kuna roho ambazo zinastahamili uwepo wa Mungu. Kwa hiyo usifikiri shetani ni mjinga. Anapokuwa yuko kwenye mission, haachilia hao mapepo vinyankoro kufanya tu hivyo wanaenda. Anawachukua wale ambao wanaweza kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Nilishawaambiaga, na uwepo wa Mungu mapepo wanakaa. Si walikaaga kikao na Mungu? Walistahimilije uwepo wake Mungu? Si walikaa? Yuda alikaaje na Yesu? Wanakaa. Anawaachilia wale ambao wana uwezo wa kustahimili uwepo. Kwa hiyo mtakaa nao, mtawaabudu hata miaka 10 watakaa ndani ya kanisa. Na mtawapa na nafasi hata kwenye uongozi, na mtawapa kila kitu. Lakini wale wanaitwa ni carriers. Sinajua hata kwenye ukimwi kuna carriers. Wao hawaumizwi, ila wao wanawabeba. Alafu wao wanaambukiza. Si wale wanasikia carrier wao hawafi, lakini wale wanaoambukizwa na wao wanakufa. Kwa hiyo hizo ndio kazi zinazofanyika ndani ya kanisa. Kanisa unakuta linadhoofika kila siku. Leo unakuta hivi, mkienda mkisifiria mnaenda unapangala. Lingine limetokea, mkienda unapangala. Nasema Bwana Yesu anataka tutembee kwenye utukufu wake sasa. Na kwenye huo utukufu, hata kama kuna mtu alikuwa anatumika hivi, akajipange. Kama hayuko hapa mkamwambie akajipange, akae ndani ya utukufu, asitumike, maana ataharibiwa. Narudia tena, ataharibiwa yeye. Sio kwa hapa nazungumza habari ya kanisa la Kristo ulimwenguni, kwa sababu ndio majira
Bwana anataka kutembea na kanisa lake, na wale ambao wamekuwa wakibeba mapepo mtawaona wakiadhirika. Mtaona, mimi nitakuja kuniambia. Sasa wewe Bwana ameanza kusema na wewe mapema. Usichukue mzaa. Usifanye mzaa. Mwambie mama yako akusaidie kama uelewe. Atakusaidia akiwa bado yuko hapa. Unanielewa nasema nini? Hiyo milango yote uhakikishe imefungwa. Kinyume na hapo ni hasara kwako. Amen. Amen. Kwa hiyo anauliza ni nani atakayepanda kwenye hicho kilima? Nani? Ni nani atakayeweza kupanda kwenye kilima hicho? Huyu ambaye anayeweka misingi yake kwenye maji, anayefanya mambo yasiyoeleweka, anayefanya mambo yasiyoelezeka, amekaa hapa. Nani anaweza kumfikia? Kwa maana yake ni kwamba siwezi kumfikia kwa namna ya kawaida yangu, kwa jinsi ya kawaida yangu, kwa mfano wa jinsi nilivyo. Siwezi. Kuna kitu lazima kifanyike. Kwa hiyo anasema, na ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Hicho kilima anachokaa yeye, hapo ndio pale tunasema sasa tunatakiwa kuingia. Ziko hizo hatua tatu nimesema. Hapo ni patakatifu pake ambapo mimi natakiwa kuingia hapa. Tulitolewa kule duniani tukiwa tunaishi maisha sio mazuri, lakini Bwana alituhurumia, akatuvumilia, akatuleta kwake ili tufae kuupanda huo mlima, tufae kukaa kusimama patakatifu pake. Akisema kupanda mlima ni kuingia kwenye uwepo wake, uweponi mwake. Nitakuja kueleza hizo habari zake baadaye. Sasa hii naweka utangulizi. Akisema kusimama patakatifu pake, kwenda mbele zake kuabudu. Unawezaje wewe kusimama kufanya ibada mbele ya Mungu? Ili nifanye ibada takatifu mbele ya Mungu, inategemea mimi niko vipi mbele yake. Wakati Mungu ananifundisha, miaka mingapi sijui imepita, sijui sikumbuki, lakini wakati alivyokuwa ananifundisha niliuona usanii tuliokuwa tunaufanya, na niliona kabisa mimi hata nilikuwa sijui nafanya kitu gani. Niliingia nikatubu, nikaomba rehema kwa ajili yangu mwenyewe. Akanifundisha ibada. Ibada sio hii. Na mimi nasema na nyinyi kwanza mnaosimama hapa mbele, wewe Nehemia na wewe nani Emmanuel, wewe ingiza kwenye ibada katika roho na kweli, kama nyinyi mtakuwa hamjafika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo hili ni muhimu sana kwenu nyinyi mnaokaa hapa na nyinyi mnaosimama kwenye madhabahu. Hakikisha wewe kama ni mtumishi unayesimama madhabahu, sio madhabahu hii peke yake, hata nyinyi mlioko Urambo huko, nyote nyinyi mnaosimama hapa na mwingine sijui kwa wapi na wapi na wapi, kote huko mnakosimama, hakikisheni kwa muda mlioko hapa basi muwe mmeokota kitu na muweze kufuatilia kwenye YouTube ili muweze kujifunza, ili muweze kuwaingiza watu kwenye utukufu. Hatuwezi kutembea zigzag kama alivyotufundisha Glory jana hapa. Hatuwezi kwenda wengine ondoka, wengine wanaenda, wengine wanaenda hivi. Tunataka tutembee katika utukufu wake. Na kama tumewekwa katika madhabahu yake kusimamia kuwafundisha watu, lazima tuwe sisi na uwezo wa kusimama kwenye madhabahu yake takatifu. Kwa manake patakatifu pake pamoyoni mwangu mimi, kwenye ndani yangu mimi, pawe pamekaa vizuri. Hata kama kuna vitu ambavyo sivikumbuki, sivijui, basi na Roho wa Mungu nimwambie anikumbushe, atanikumbusha kwa wakati wake. Lakini katika uhusu sasa, hakikisha unatengeneza mambo yako yanakaa vizuri. Mtumishi wa Mungu Glory amesema hapa, kama wewe ni mwivi wa fungu la 10 na unatumika kwenye madhabahu hii ya Oak Mission, kuanzia leo, sio mimi nasema, alianza kusema kwenye madhabahu yake, hakikisha unatengeneza mazingira yako yanakaa vizuri. Kinyume hapo, sio mimi wala sio nani, madhabahu yake itakutapika. Kuna mtu anaelewa nasema nini? Unatumika kwenye madhabahu, hakikisha unakaa mbele zake katika uaminifu. Usiambukize laana watu wengine ambao hawana laana.
Watu wanakaa kule chini waaminifu kutoa fungu la 10. Lakini kwa sababu wewe umesimama kwenye madhabahu mwivi wa Mungu, alafu kisha wewe unafunga mlango wa wale wasipokee, hilo tumesema tumelikataa. Tulikuwa tumepita hapo kule nyuma kwa sababu kuna waizi walikuwepo wakisimama. Tunasema hakuna mwivi atasimama tena kwenye madhabahu yake Mungu. Huyo mwivi na akamatiwe mlangoni kabla hajaingia kuiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtumishi anayetumika katika huduma hii ajue kwamba ni namna gani atatengeneza njia zake kuweza kusimama mbele za Mungu, awe na nafasi ya kusimama patakatifu pake Mungu, kwa sababu sisi ndio tunawapeleka watu kwa Mungu. Hatuko hapo kuwazuia watu. Tusigeuke kuwa mafarisayo ambaye Yesu pia nyinyi kazi yenu kuzuia watu na nyinyi wenyewe hamuingii. Kuna mtu anaelewa anasema nini? Kuna mtu anaelewa anasema nini? Kuna mtu anaelewa anasema nini? Ni nani atakayesimama patakatifu pake? Nitakapokwenda mbele zake, nina hatia gani nao nionyesha mimi mbele zake Mungu? Wacha yale ya nyuma yabaki yakihesabika kama yalikuwepo. Na nimwambie Roho Mtakatifu anikumbushe. Na yeye ni mwaminifu. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Atakukumbusha moja mpaka lingine. Atanikumbusha moja mpaka lingine. Lakini kuanzia leo, ambaye ndo amesema anataka kutuingiza kwenye utukufu, tengeneza, badilika, simama vile unavyotakiwa kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Tuna daftari sisi. Nilisemaga sijui ni darasani, sasa wacha niseme kanisa na fili darasani. Tukasema muumini wa kanisa hatambuliki kwa kuja kwake kanisani, anatambulika kwa mafungu yake ya 10. Kwa sababu ndio taifa la Israeli waliambiwa wakati walipokuwa wako njiani safarini, waliambiwa mtatoa mahali popote nitakapokuwa nawaambia, kwa sababu mko safari. Lakini mkishafika tutakuwa na eneo moja tu ambalo hilo nitawapa, hilo nitawaagiza, hilo nitawaelekeza, mtatoa hapo. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndipo pobeba baraka zako wewe. Hapo ndipo panapokubeba wewe. Yule mchungaji yuko hapo anaomba, anakuombea. Alafu wewe wakati anaomba, wewe uonekane umechukua wa pesa hapa tuko. Wewe umechukua, umesikia sio unaenda kuombewa na nani kule, ukachukua ukapeleka mfano. Ukapeleka kule. Unaenda huko, ni fungu lako naenda. Mwingine anasema nimesikia Roho Mungu akiniambia nipeleke kule. Tumeambiwa habari ya kuna imani zilikatizaga katikati, zikaanza kufundisha watu. Alafu mtu anasema nimesikia Roho Mungu akisema. Mungu ana kanuni, habadilikagi kwenye kanuni zake. Yuko very principled kanuni zake. Ila shetani amepenyeza na anapenyeza sana. Kwa hiyo wakati wewe unaombewa huku na matatizo yako mengi ambayo yanakusumbua, unaombewa, huonekani kwenye madhabahu hiyo mbele za Mungu. Kwa sababu kile ambacho kinakufanya wewe uonekane sio mali ya huyo, sio mali ya kanisa, ni mali ya Mungu. Ni fungu lake Mungu. Utambulishwa kwake. Unatambulishwa na madhabahu yako. Na connection yako wewe na madhabahu ya hapo na madhabahu yake yeye. Kuna mtu anaelewa mimi sasa kwa sababu sifundishi huko, naomba nisiende. Kaambia tunafundisha habari ya pesa. Hatufundisha habari ya pesa. Ila tunafundisha wala wa hapa. Kama wewe umekuja kututembelea, usituletee fungu lako la 10. Madhabahu hii haikujui. Peleka huko kwenye kanisa lako, mahali mchungaji wako anakesha kwa ajili yako. Kututembelea, njoo tutembelee, tunawapenda wageni, tunawapenda marafiki. Lakini peleka huko. Lakini siku na declare kwamba wewe hii ndio madhabahu yako, unahamisha sasa. Njoo unahamia hapa. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Ndio mnaelewa nasema nini? Usipofanya hivyo, unaingia kwenye kitabu cha wezi. Kile kitabu punguza sauti. Kitabu kinachoorodhesha waizi, unaingia hapo.
Kuna watu wanakaaga hivi. Kwa Mungu hakuna hiyo. Kwa Mungu hakuna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema Mungu iweze kutosha katika hilo. Sasa ni nani anaweza kusimama patakatifu kwa Mungu? Ndio kanuni hizo tunawapa. Kanuni zipo za kumfanya mtu asimame patakatifu pa Mungu. Nikisimama mbele yake akinikagua sina hatia, kwamba nina hatia hii, sijui nina hatia ile, sijui nina hatia ile, haipo. Kwenye zile kanuni zake za kimadhabahu hazipo. Kwa hiyo kama hazipo, anaachilia kile ambacho kinakuhusu. Hapo mahali ulipo anaachilia. Ndio maana unakuta, sasa mimi sitaki vitu vingine kwanza nikifundisha mimi naonekana kama vile nitakuwa navutia kwangu, lakini wacha nifundishe. Kwa maana ndio unakuta kwamba unaweza ukaingia mahali ukajiungamanisha na mtumishi fulani, ukaingia huduma fulani, naomba microphone. Ukishakaa hapo, anza kuona Mungu anaanza kufungua milango. Haujatumia nguvu, haujafanya chochote, lakini unaona tu kwamba kuna milango inafunguka. Naomba microphone. Unaona milango inaanza kufunguka. Milango inaanza kufunguka. Kwa nini milango inafunguka? Milango inafunguka kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho unaonekana na kile kinachopita, kwa sababu yule uliyejiungamanisha naye ama hiyo madhabahu uliyojiungamanisha naye haina hatia. Na kwa sababu haina hatia, kwa sababu ya anayesimama hapo, wewe kile kinachoachiliwa kwenye madhabahu hiyo kinakufikia, na wewe ni mfereji unaenda. Mungu anafanya kazi namna hiyo. Mungu hafanyi kazi kwa namna kwamba si mimi, kwa hiyo mimi na nini. Ukishapandwa mahali, umepandika hapo, ishi kwa kanuni. Usipoishi kwa kanuni, utapigana na Mungu kila siku, kama alivyotufundisha Glory jana. Kila siku utakuwa wewe una vita na Mungu. Wewe unakuwa na Mungu unapigana naye, kwa sababu kila siku wewe unang'ang'ana upate kitu ambacho kipo lakini kwako hakifiki. Kwa nini? Hauonekani hapo. Nani anaweza kusimama patakatifu pake Mungu? Nani anaweza? Sasa mimi siku zote huwa nahubiri, siwaambii watu waje hapa, lakini siku zote nafundisha, nasema kama kuna mahali ambapo kuna watu ambao hawako permanent, yani sio watu wa mahali hapo, ni makanisa yetu haya yaliyokopa. Na ndio maana leo hii watu wa duniani wanatembea, lakini sisi tumekwama. Kimaisha tumekwama, kwenye ndoa tumekwama, kila mahali tumekwama. Wasichana sasa wanazurura ndani ya makanisa wakitafuta wachumba, wavulana wazunguka kwenye makanisa wanatafuta wachumba. Wapi walikwama? Na huko duniani watu wanaolewa kila siku. Duniani kila siku watu wana harusi zao. Kanisani watu wamekwama. Watu wanaanguka kwenye dhambi kwa sababu wamekosa watu wa kuwaoa. Wanabeba mvulana tu akicheka na yeye atamfuata nyumbani kwake. Nimekuja, maana unaishi peke yako. Nikasema nikusaidie kama kuna kitu cha kukusaidia. Ulitumwa na nani? Ni Shetani. Ni nini? Kukwama. Lakini kule duniani wanatafutana wenyewe kwenye kona zao, wanapatana, wanaoana, wanaishi vizuri kwenye maisha yao ya staili yao ya huko duniani. Shida ni moja tu, ni hii ninaosema na wewe. Watu wamekataa kupandwa. Watu wamekataa kupandwa. Na kukataa kupandwa kuna kuondolea sifa ya kusimama patakatifu pake. You can't face God. Huwezi kusimama mbele ya Mungu. Huwezi kukabiliana na Mungu. Huwezi kumsogelea Mungu. Huwezi. Lazima jamani, kwanza nisiende mbali. Si niseme habari za taifa la Israeli kwa kifupi. Taifa la Israeli, Mungu aliwatambua wale watu kwa makabila yao. Walipandwa kwa makabila yao. Alizaliwa mtu anaitwa Ruben. Alizaliwa mtu anaitwa Isakari. Alizaliwa mtu anaitwa Benjamin. Walizaliwa kwa majina yao, lakini walikuja kuwa taifa. Na taifa lile, ukisoma kitabu cha Hesabu chote kinahusu kuhesabiwa kwao ili kubeba utambulisho wao.
kwamba walianza kupangwa kwa mafungu. Wewe huwezi kusema tu kwamba mimi ni Mwisraeli naenda kukaa kwa Benjamini, na mimi ni Mwisakari lakini naenda kukaa kwa kina Dani. Hakuna kitu kama hicho. Kasoma kitabu cha Hesabu utaona Wadani walikaa wenyewe, Waisakari walikaa wenyewe. Alafu Mungu wale kama ni hao Wadani walipewa nini cha kufanya? Yaani kwa maana walikuwa na kaliba yao na jinsia wao, walijulikana kama wakina nani, kama ilivyojulikana Kaini na Abeli. Mmoja alikuwa mkulima, mmoja alikuwa mfugaji. Kama ilivyojulikana Esau na Yakobo, mmoja alikuwa mkulima, mmoja alikuwa mfugaji. Mungu anatembea kwa kanuni zake, azururi kama tunavyozurura. Sisi ni kupotea, tumepotea. Kwa kila mtu yuko tu. Yaani ni kama vile tumepotea. Mlishamuonaga mmoja amechukua kifaranga, ile kifaranga akarushwa chini, maana amedondoshwa mahali ambapo mamake hayuko. Kwa hiyo mtu yuko hapo hajui yuko wapi, aelewi. Kwa hiyo anazunguka. Leo atakuwa hapa anaona hapa mfai, kesho atakuwa pale anaona hapa mfai. Hajui hata kwao ni wapi, maana hajui anatafuta nini, hajui kinachomfaa ni kipi, kwa sababu hajui yeye ni kabila gani. Ukishapandwa mahali na Mungu akakuhakikishia nimekupanda hapa, unataka baraka zako, kaa na adabu. Wanafunzi na waambiaga, unataka kuishi, kaa ndani ya kusudi. Kanisa nawaambia, kama wewe ulipandwa hapa, kaa na adabu. Ndio maana sisi hatufuatiliagi mtu, kwa sababu kama ulipandwa hapa, fanya ukae tena utulie kabisa, ili umwache Mungu ashughulike na wewe, akuinue, akuneemeshe. Jamani, huyu ametoka hapa Disemba na wanafunzi wengine wameenda kazini. Jana ndo anatushuhudia, ameshanunua kiwanja, ameshatumia milioni 5 miezi tena, la sio minne hata wewe unasema tu ni minne tokeo litoka hapa. Hii tuko ni April. Miezi minne, milioni 5, na ajui zimetoka wapi. Hazikuwa kwake, lakini zilikuwepo. Kwa nini zilikuwepo? Kwa sababu zilikuwa zinasubiri nani atakayesimama hapo. Sasa yeye alipopandwa akatambua na akasimama hapo, Bwana akaanza kuziachilia. Fedha zinamfuata, viwanja vinamfuata, watu wanamfuata, hiki kinamfuata, hivyo na hivyo na hivyo. Lakini wako ambao nasukumana nao mpaka leo, yaani mnapaka wanashindwa kuelewa, hivi tunasigana nini hapa sasa? Kama haiwezekani wewe si uende, kama hapa sio kweli si uende. Unashindwa kuelewa kuna shida gani? Siri ni hii: nani anayeweza kusimama patakatifu pa Mungu? Hakikisha hauna hatia inayokushikilia kusimama pale mbele kwa hali yoyote ile. Kama umepandwa mahali, kama wewe sio hapa, nenda huko kwenu kabisa. Kama unatutembelea, tutembelee tu, lakini haya hayakuhusu. Weka pamba kwenye masikio yako, sikiliza neno la Mungu, uende zako. Lakini kama ulipandwa hapa, nasema na wewe uliyepandwa hapa. Hapa tena hapa ndio watu mmekuwa wabaya sana. Mwashindwa nyinyi, mwashindwa. Kwa sababu mwapigana na Mungu kila siku. Na mulisikie neno la Mungu leo. Mnatakiwa kuvuka utukufu, muingie utukufu mwingine. Na tunaposema kuvuka utukufu, kuna watakao dondoka. Hiyo ndio taarifa naitoa mapema. Kuna watakao dondoka, wale ambao hawataelewa. Ndio maana nayasema haya mapema kwenye utangulizi, ili mtu aweze kuelewa. Tunapozungumza habari ya kupanda utukufu, usikimbilie yale nitakwenda kuyafundisha baadaye. Uanze kujitafakari sasa, ili kama kuna kitu cha kutengeneza, kama kuna kitu cha kukiweka sawa, uweke sawa. Mungu aweze kutembea na wewe, akutambue wewe ni nani. Achezewi geresha, hafanyiwi dini mizaha, hafanyiwi dhihaka. Yeye yuko kwenye principles zake, yuko kwenye misimamo yake. Na yule ambaye atacheza na yani anatolewa tu huko nje, watu wanatembea. Tolewa huko nje, watu wanatembea. Ukishaanza kujikumuta huko, kumbuka, ukaelewa, utauliza tuko wapi, watakuelekeza tuliko, utatufuata. Kutufuata manake nini? Utakimbia. Ili uweze kukutana na sisi itabidi ukimbie. Hatutembei kwa sababu tunakuja kanisani, tunatembea kwa sababu tunalo neno la Bwana linalotembea na sisi na linalotutembeza. Kwa hiyo tunatembea kwa sababu tuna neno. Kama tungekuwa tunakuja kanisani kwa sababu tunatembea kwa sababu tunakuja kanisani, tungekuwa tunahangaika kukusanya watu. Lakini sisi tunatembea. Yule anayeweza mwendo, twendeni.
Anayeweza mwendo tufanye nini? Na simjibu sasa. Anayeweza mwendo tufanyeje? Anayeweza mwendo tufanyeje? Na tusimame. Anayeweza mwendo na twende. Twendeni. Bwana amekusudia kutufikisha kwenye utukufu mwingine. Utukufu ambao unabeba sura yake, mfano wake. Utukufu usiobeba mzaha uliozoeleka. Na hapo ndipo tumeondoka sasa. Tumeondoka kwenye mizaha. Tumeondoka kwenye kujifanya, pretending. Kujifanya mimi ni fulani kumbe mimi si fulani. Tunaondoka kwenye kuvaa ngozi ya kondoo hadi ndani ni mbwa mwitu. Tunaondoka mahali pa kuto kujifahamu, tuingie mahali pa kujifahamu. Yamkini nilikuwa natembea kwenye wokovu na sijifahamu mimi ni nani. Sasa tunataka kuingia kwenye kujifahamu. Bwana atujulishe sisi ni wakina nani ili tuweze kutembea hapa. Wale tunaweza kwenda, twendeni. Twende. Kama ni mmoja tutaenda, twende. Kama ni kundi zima tutaenda, twende. Tufike hapo. Mimi napatamani sana. Maana napajua pale. Na sitaki mtu anishike mikono yangu. Sitaki mtu anishike miguu yangu. Natamka hili wazi kama Helena. Sio kama kiongozi na sio kama mtumishi wa Mungu. Helena anatamani kufika mahali hapo. Na Helena hayuko tayari kuruhusu mtu awaye yoyote kwa jinsi yoyote kunishikilia mimi na kunirudisha. Nitakata vazi, nitakuachia nyuma. Mimi nitatembea. Na mimi na wewe pia unataka kwenda, unataka kufika huko. Basi twendeni, tufike kwenye huo utukufu. Kila moja kwa jinsi yake. Kila moja kwa jinsi yake. Hakuna kubeba mzigo wa mwenyewe. Israeli walitembea, kila mtu alibeba mzigo wake. Hata wakafika walikofika. Walioangamia waliangamia, na waliofika walifika. Tukifika wawili, sawa. Tukifika 10, sawa. Hata nikifika peke yangu, bado nitasema sawa. Bwana
kufaa kwako, tuweze kufaa mbele, tuweze kufaa. Bwana Yesu, asante kwa nafasi hii ambayo Bwana umeweza kuweka jiwe lako la msingi kupitia neno lako la leo, katika yale ambayo Bwana umekusudia kuyafanya kwa kanisa lako. Umekusudia kutuhamisha kutoka kwenye one level to the next level, kutoka kwenye hatua moja kwenye hatua ya pili, kutoka kwenye utukufu. Ni kwa neema yako, kwa sababu hatuwezi. Umeyasema yale yote ambayo Baba yamefanyika kuwa kizuizi chetu, yaliyotushikilia, lakini Bwana twajiweka wakfu mikononi mwako. Tunaomba neema yako itokayo na ikatoshe kwetu. Kila mmoja aliyoko katika siku ya leo, Bwana ukaachilie neema yako ya kuvuka. Tutandikie kivuko chako Bwana kitokacho mbinguni, ili tuweze kuvuka. Tunapofikia hapo mahali Bwana tunataka kuingia ng'ambo ya pili, na ni wewe utakayetuvusha. Asante kwa ajili ya Roho wako ambaye ulimwachilia kwetu, amesimama kama mwalimu, Yesu Kristo. Tunaomba neema yako ile ambayo inatoka ikatuvusha. Ni nini kimekaa ndani yetu Baba ambacho hakionekani? Ni kitu gani waweza kukifunua kwetu? Naomba kila mmoja ukaseme na moyo wake, ukiwa umeweka msingi mahali hapo, ili jiwe lako la msingi liweze kusimama kikamilifu na kuruhusu jengo lako liweze kusimama, ambalo unalipanda ndani yetu katika maisha yetu ya wokovu. Naomba ukaseme na nafsi zetu, ukajifunue kupitia kila kilicho dhaifu. Ni wewe uliyetaka kusema na taifa la Israeli, na ulipotaka kujifunua kwao ulimwambia Ibrahimu na Musa awatakase, kila mmoja asimame ajitakase siku 3, ikiwa ni namba yako ya ufufuo. Na ilipofika siku ya 3 ulijifunua kwao, lakini kwa sababu bado kulikuwepo na vitu ndani yao, hawakuweza kusimama mbele yako, hawakuweza kusimama patakatifu pako. Na leo umeuliza, nani anayeweza kupanda kwenye kilima chako? Tumeona tukijaribu kupanda ukuta huo, lakini twajikuta twadondoka chini. Lakini tunatamani kupanda tufike katika kilima chako, na zaidi ya yote tuweze kusimama patakatifu pako. Patakatifu pako pako juu ya kilima chako, ndipo mahali pa juu palipoinuka. Tunatamani kufika hapo, kwa sababu tunadondoka, hatufiki kwenye kilima, tunashindwa kufika kwenye patakatifu. Lakini leo naomba Bwana, kile kinachobeba uzito na kuturudisha chini, Bwana naomba ukakiweke wazi kwenye mioyo yetu, kwenye nafsi zetu, kwenye ufahamu wetu, ili tukakitumie, ili tukapata nafasi, ukatutengeneze, tukawe na wepesi wa kufika kwenye kilima cha kitakatifu, tukaweze kusimama mbele yako patakatifu pako, ndiposa tukayaone yale ya mastaajabu yako ambayo umetuambia asubuhi ya leo. Umeweka misingi ya dunia kwenye bahari, na ukathibitisha misingi hiyo kwenye mito ya maji, mahali ambapo hapawezekaniki kujengwa misingi katika ulimwengu huu, lakini kwako wewe iliwezekaniki. Twawezaje kuijua elimu hii tusipofika pale juu kwenye kilima chako kitakatifu? Twawezaje kujua elimu hii tusipoweza kusimama patakatifu pako? Tuko mbele zako Bwana,
tunaomba katujalie neema hii. Leo iwe ni siku ya kulay down the foundation, ambao msingi huo Bwana itakuwezesha wewe kujenga juu yake. Lakini msingi huu Bwana ukafukue kila kilicho chini. Fukua Bwana kila kilichokaa ndani yetu, kilichosimama kuzuia ujenzi wako wa maisha yetu ya wokovu. Leo Bwana tunapoondoka mahali hapa, tujalie neema ya kutufunulia haya, ili maisha yetu yakathibitike mbele zako. Asante Bwana. Asante Mungu wangu, wewe ni mponyaji. Nafsi zetu na mioyo yetu tunaielekeza kwako sasa. Wewe ambaye ni mponyaji, mkombozi, umelituma neno lako likatuponye. Tunataka kukaa, tunaomba neema yako itoshe, ukatupe neema ya kukaa hapo, ukatupe neema ya kufika na kukaa na kudumu hapo kwenye kilima chako, mahali panapolindwa na masirahi, mahali ambapo utukufu wako unakaa. Tunataka tufike mahali hapo. Ponya fahamu zetu, ponya akili zetu, ponya nia za mioyo yetu, ponya hisia zetu, ponya mawazo yetu, ponya mioyo yetu, ponya nafsi zetu, ponya roho zetu, ponya na miili yetu, ponya na vinywa vyetu Bwana, ponya na macho yetu, ponya na masikio yetu, ponya na mikono yetu, ponya na miguu yetu. Tunataka kufika, tunataka kukaa, tunataka kudumu. Asante Yesu. Pata maneno haya, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako, kwa utukufu wako najiweka wakfu mikononi mwako. Umelituma neno lako moyo wangu, nami niko tayari kutendea kazi yale uliyosema nami. Ninaufunua moyo wangu kwako, unaujua, naomba ukauponye. Kaiponye nafsi yangu, ponya na roho yangu, ponya na mwili wangu, ili niweze kupanda na kufika kwenye kilima chako kitakatifu. Lakini pia niweze kupenya na kuvuka lango la patakatifu pako panapolindwa na maserafi. Lakini pia niweze kuingia kwenye utukufu wako unaolindwa na makerubi. Lakini pia niweze kuwa na ushirika na wewe Mungu wangu, ambaye katika utakatifu wako nilishindwa kukusogelea. Lakini nipe hatua hizo niweze kufikia, ukanikumbatie nami nikukumbatie, nikauhisi uwepo wako na utukufu wako kwenye maisha yangu. Na sikuuhisi tu, bali nikaishi katika uwepo wako. Na sikuishi tu, bali nikatembee siku zote za maisha yangu na uwepo wako, ambapo wewe Bwana ukiwa na makao ndani yangu, na Roho Mtakatifu akinihudumia kwa huduma zake 5. Nipate neema ya kushinda na kupenya lango lile hata nitakapotoka juu ya uso wa nchi hii. Na kushukuru Bwana Yesu kwa uaminifu wako, maana uaminifu wako ni ngao na kigao cha maisha yangu. Wacha siku ya leo uaminifu wako ukawe kinga yangu ya kunizuia na yale yote
yamesimama kama kizuizi kwenye maisha yangu, hata nikashindwa kukusogelea. Naomba Bwana Yesu, napojitenga na kila mamlaka ya yule mwovu adui shetani, katika kila uharibifu ambao shetani aliupanda ndani yangu, siku ya leo na ukiri mbele yako kukataa, maana nakiri mbele yako kukubali kuishi pamoja nawe, kuishi kwenye kanuni zako na kutembea pamoja nawe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa wema wako. Asante kwa kuwa ni mwema. Katika jina lako Kristo nimeomba na kuamini, na wote tuseme